Simba. This is Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wanachama, ndugu mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club, ndugu viongozi wa bodi, wajumbe wa bodi ya wadhamini, ndugu wakurugenzi wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, viongozi wa baraza la michezo Tanzania, shirikisho la soka la mpira Tanzania, bodi ya ligi, DRFA, pamoja na viongozi wa michezo, na wasalimu na karibuni katika mkutano mkuu wa mwaka 2020-2025 Simba. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kusimama hapa mbele yenu kwa mara ya kwanza nikiwa afisa mtendaji mkuu, na nashukuru tumekuwa na mwaka wa mafanikio. Wana Simba, tujipigie makofi kwa hayo yote. Ningeanza hotuba yangu kwa kuelezea mafanikio ambayo tumeyapata kwa pamoja kwa msimu wa mwaka 2024 na 2025, ambapo tulimaliza kwa mafanikio makubwa ukilinganisha na msimu wa mwaka 2023-2024, ambapo tulikuwa tumemaliza katika nafasi ya 3 katika ligi ya Tanzania. Lakini kwa kipekee kabisa kwa msimu wa mwaka 2024-2025 tuliweza kushika nafasi ya 2, lakini vile vile kuweza kufika katika fainali ya kombe la shirikisho. Simba, haya yote yamefanikiwa kwa sababu Simba ina falsafa yake ya nguvu moja, na ni matarajio yetu kwamba katika kuelekea katika dira yetu kuwa kilabu bora Afrika, tutasimama pamoja. Kwa tumevuka mito, milima na mabonde pamoja, na mpaka tuko hapa leo tukiwa katika mkutano huu tumesimama imara kuliko jana. Simba, mafanikio hayo yote tunayopata katika msimu uliopita ni muendelezo wa mshikamano wa viongozi wetu, wanachama, mashabiki na taasisi nzima ya Simba Sports Club. Takwimu za shirikisho la soka la Afrika linadhihirisha jinsi safari hii ilivyo karibu, kwa kuwa kwa mfululizo klabu yetu imeweka rekodi ya kuwa katika vilabu bora 10 Afrika, ambapo kwa takwimu za mpaka sasa klabu yetu ipo nafasi ya 5 ya vilabu bora Afrika. Simba, tunafahamu kuwa pamoja na malengo hayo, matamanio na matarajio ya Simba si kuwa kwenye rekodi ya vitabu kwa nafasi yake na ushawishi wake, bali ni kuhakikisha mikakati yetu, maono yetu na mipango yetu ni katika kurejea kuwa vinara wa ligi ya Tanzania kama ilivyo desturi ya klabu yetu. Kwa upande wa timu ya wanawake, mafanikio yake yameendelea kuonekana dhahiri, ingawa kwa msimu uliopita tulishika nafasi ya 2 ya ligi kuu ya wanawake, lakini kwa kipekee kabisa ushiriki wake katika michuano ya ndani katika ligi ya wanawake na michuano ya kimataifa umekufanya timu yetu ya wanawake kuvutia wawekezaji na wadhamini zaidi, na kwa kipekee kabisa mwaka huu tumeweza kuingia mkataba wa kiasi cha shilingi milioni 200 kutoka MTL kutokana na mafanikio ya Simba Sports Club Queens. Tujipigie makofi. Lakini vile vile kwa upande wa timu ya vijana, kwao umekuwa ni msimu wa mafanikio, na imeonyesha kwa kiwango gani tumeweza kujikita katika dhamira ya kuendeleza soka hasa kwa upande wa vijana. Na hayo yameonekana kutokana na ushiriki wa watoto wetu katika timu ya under 20 na under 17 ambao wako katika senior team wakiongozwa na goalkeeper Alexander Erasto, Hussein Begu na kiungo Bashiru. Hii haijawahi kutokea, na hivi ni vipaji ambavyo tuko tayari kuviendeleza, na tunafanya kazi zaidi kuhakikisha basi maendeleo ya soka la vijana kwa upande wa Simba Sports Club yanafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Simba, kwa upande wa miundombinu na uwekezaji, kwa kipekee kwa mwaka 2024-2025 klabu yetu chini ya bodi ya wakurugenzi
imefanikiwa kukarabati, kuendeleza na kusimamia uwanja wetu wa Bunju Mo Arena ambao kwa kiwango kikubwa wote tumekuwa mashahidi. Katika misimu yote iliyopita tulikuwa tunahama viwanja kwa ajili ya kufanya training na maandalizi ya mechi mbalimbali, lakini toka msimu huu umeanza na msimu uliopita tumehakikisha huko katika kiwango, na kwa kipekee ni mshukuru mwenyekiti wetu wa klabu ambaye amekuwa mstari wa mbele kusimamia maendelezo na ukarabati wa uwanja ule, pamoja na rais wa klabu, ambapo mpaka sasa toka msimu umeanza timu yetu inafanya mazoezi yake na sessions zake pale kwa usalama na uhakika. Tujipongeze kwa hilo. Lakini dhamira yetu kuu ni kuhakikisha uwanja huu unakidhi mahitaji ya awali ya kimiundombinu ili kuwezesha sasa timu zetu zote za wanawake na vijana kuweza kucheza michezo yake ya ligi zake katika uwanja huu, kwa kuimarisha baadhi ya maeneo na kuweka miundombinu ambayo itaruhusu kuwa na mashabiki katika mechi hizo. Kwa upande wa biashara na masoko, kwa mwaka huu na mwaka uliopita tumeweka rekodi ya kipekee, ambapo kwa kipekee tumeweza kupata kiasi cha shilingi bilioni 58 za Kitanzania katika udhamini wa klabu yetu. Hii ni historia ambayo itakumbukwa kwa mafanikio makubwa. Kwa upande wa mdhamini mkuu Betway pamoja na mzabuni wa vifaa vyetu vya klabu Jairuti Investment Company, kwa mwaka uliopita waliweza kupandisha thamani ya klabu yetu na tumeweza kupata vifaa ambavyo kwa mara ya kwanza vimezingatia ubora, thamani ya soko na kuweza pia kuihusisha chapa ya Diadora katika ushirikiano huo. Simba. Na kwa upande wa masoko tumeweza kuimarisha udhamini wetu kutoka katika METL Group of Companies chini ya kampuni zake tanzu na zake za Mokola, Simba Weeks, Mo Assurance na kupitia Mo Foundation, ambao kwa kiwango kikubwa tumeshirikiana nao katika masuala ya wajibu kwa jamii, yaani CSR. Lakini vile vile tumeweza kuimarisha mahusiano yetu pamoja na kampuni ambazo tumekuwa tukishirikiana nazo, ikiwemo Premium Mobile Solutions yani PMS, ambao wamekuwa ni washirika wetu wakuu katika Simba Mastori na Simba Mabando, lakini vile vile kuendeleza ushirikiano pamoja na shirika la ndege la Tanzania ATCL, Azam TV, Serengeti Breweries, lakini na makampuni ya simu Vodacom, Yas, pamoja na benki wa shirika ambao ni CRDB, NMB, Equity Bank, Azania, NBC pamoja na benki nyingine. Tujipigie makofi kwa hilo. Ndugu wanachama, kwa kipekee kabisa na kwa moyo wa dhati naomba niwashukuru kwa kujitoa kwenu, kwa maana kwa kipekee kabisa tamasha letu la 17 la Simba Day lilivunja rekodi ya kimapato. Tulikusanya kiasi cha shilingi milioni 660 kwa viingilio vyenu, lakini vile vile tulipata dhamini za takribani milioni 400, lakini vile vile 90% ya waliojitokeza katika tamasha hili walikuwa wamevaa jezi za msimu mpya. Kwa kipekee mmetuheshimisha. Na kwa kipekee kabisa mwenyekiti na ndugu wanachama, mwakani tunaelekea katika kumbukumbu ya miaka 90 toka kuzaliwa kwa Simba Sports Club. Na tamasha hili tutaliita Simba at 90, na matukio yote yataratibiwa vizuri na litakuwa tamasha kubwa ambalo halijawahi kutokea. Simba. Kwa upande wa wanachama, bodi ya wakurugenzi imefanya jitihada nyingi za kuhakikisha michakato yote ya kitaasisi na kikatiba inafanyika ili sasa tuweze kulirasimisha rasmi zoezi la uandikishaji wa wanachama. Tumeandaa mifumo tayari na tuko katika hatua za mwisho ili kuweza kuzindua na kuwawezesha wanachama wetu kuweza kushiriki katika mchakato wa kuwa
na maendeleo ya kidijitali hasa katika wanachama pamoja na malipo, lakini vile vile kwa kupitia programu ambayo tutakuja kuanzisha na kuizindua ya Simba Pesa, ambayo itawezesha wanachama kufanya malipo ya bidhaa mbalimbali na huduma mbalimbali kupitia simu ganja, simu za mkononi. Simba. Changamoto. Tumepitia changamoto za kitaasisi na kiufundi ambazo tumeendelea kuzifanyia kazi na kuziba mianya yote, ikiwemo kutoa maoni, ushauri na kufanyia kazi changamoto hizo. Nimalizie kusema vilabu vyote vikubwa duniani hukumbwa na changamoto za mpito. Kinachotofautisha sisi na vilabu vingine katika muda wa changamoto ni kubebwa na bondi ya uaminifu, mshikamano uliojengwa toka vizazi hata vizazi. Katika nyakati ngumu tumesimama pamoja, na katika nyakati njema tumesimama imara pamoja. Tumejifunza, tumesikia na tunajisahihisha ili kukabiliana na changamoto hizo kwa pamoja. Kwa heshima kubwa napenda kuwashukuru wanachama wote, wana Simba pamoja na viongozi wa Simba Sports Club kwa kuendelea kuunga mkono shughuli za klabu yetu na kwa mapenzi ya dhati mnayoendelea kuonyesha kila kukicha. Niwatakie kila laheri katika mchezo wetu wa leo ambao tunacheza Mali, na amini Mwenyezi Mungu atatujalia heri ili tuweze kushinda kwa kishindo. Asanteni kwa kunisikiliza.